Sisi hapa ukiweka umeme ya shilingi 3000 ambayo ni unit 7 ukikadiria unapata kilomita 100. Kutokana na changamoto ya bei ya mafuta kupanda sehemu mbalimbali hapo nchini, Ayo TV imefanikiwa kuzungumza na Shaukat ambaye yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya Tanzania Open Innovation Organization wanaojihusisha na uundaji wa bajaji za umeme. Unazungumziaje mradi wako utengenezaji wa bajaji za umeme? Project ya bajaji ya umeme ilianza na project ya baiskeli. Tulivyoona mazingira ya Tanga, asilimia kubwa ya watu ambao wanatumia usafiri ni baiskeli. Tukaanzia na baiskeli, tukachukua baiskeli ya kawaida tukabadilishia mfumo, na hata kubadilishia mfumo tumetumia betri ambazo tumezipata kwa kukusanya vifaa vya umeme kama laptop ambazo zimetupwa kuzikusanya na kuzitumia zile betri ili kutengeneza chombo betri ambayo kinafaa pia. Baada ya baiskeli tukajaribu kubadilisha mfumo wa pikipiki. Na pikipiki ikakubali vizuri, tukaanzia na pikipiki moja, alafu sasa hivi tuna pikipiki 5 ambazo zinatumika hapa Tanga na baadhi Dar es Salaam. Alafu tukae kwenye vyombo vya walemavu. Tulijua hao pia na changamoto, tukaamua tuwatengenezea hata vyombo vya kusaidia pia hiyo sipate changamoto kwenda sehemu moja kwenda nyingine. Bajaji ikatokea baada ya mwaka. Na bajaji tulianzia pia tukachukua mfumo huo wa pikipiki tukabadilishia kwenye bajaji cha kwanza, ikakaa vizuri, lakini tukaona frame ndio shida. Na baada ya hicho tukaenda kwenye maonyesho Dar es Salaam. Nilikuwa maonyesho ya kwanza katika Tanzania ya masuala ya vyombo vya umeme. Sisi ndio tulikuwa taasisi ya kwanza kutoka Tanga tukipata fursa kufanya maonyesho ya kazi yetu. Na kwa bahati nzuri tulionana na taasisi ya Tree, kampuni ya ZOTO. Kuna jamaa ambaye anaitwa Niko na alikuwa ni rafiki yangu sana, ndo nikafanya naye kazi. Na yeye pia alikuwa ameshaanza mfumo za bajaji za umeme pia. Kwa ombi lake na ombi langu tukakubaliana tukaanza kufanya kazi Dar es Salaam pamoja. Alafu nikabuni pia kwa uwezo wake na uwezo wangu pia, kwa sababu mimi ni fundi. Tukafanya kazi pamoja tukaita mfumo wa bajaji za umeme mpya ambao sasa hivi Tanga tunazo kama pisi kama 6. Moja ipo Pangani na 5 zipo hapa Tanga. Na lengo la hizo bajaji kuja Tanga sio kwa hapa tu madereva tu watumie, hapana. Ni kukuza mazingira cha kwanza, cha pili kutoa elimu. Elimu pia elimu ambayo tunatoa sisi hapa ni aina elimu ambapo hizi vyombo vilikuja vikiwa vipo kwenye vipande. Wanafunzi na vijana hadi hasa wa mitaani pia mafundi haswa walipewa fursa kuhudhuria mafunzo haya jinsi ya kuunga, kutengeneza na kurekebisha vyombo vya umeme. Ili kesho fursa za kuendesha hii mradi bila sisi ndio inaendelea na vijana na sio sisi kama taasisi tena. Ipi ni tofauti kati ya bajaji za umeme na bajaji ambazo zinatumia mafuta? Tukiangalia sasa hivi soko la mafuta duniani haitabiriki. Tukiona vita, tukiona changamoto nje za dunia, mafuta yanacheza juu chini. Na hiyo pia inaweza kuathiri bei za vitu mbalimbali, kuanzia mafuta mpaka chakula ambacho tunakula. So ukipia mahesabu, kwa mfano ukitaka labda lita moja mafuta sasa hivi ambayo lita moja takriban inaweza kupa hadi kilomita 20 au 30, ni shilingi labda 3000 au 4000 mpaka sasa hivi. Sisi hapa ukiweka umeme ya shilingi 3000 ambayo ni unit 7 ukikadiria unapata kilomita 100. Sasa ukipiga mahesabu za haraka, vyombo vya umeme kama hizi bajaji zetu zina faida kuliko za umeme kwenye upande wa mazingira na kwenye upande ya kipato cha dereva pia. Kuna umuhimu mkubwa wa kutumia bajaji za umeme wakati huu ambao bei ya mafuta imepanda zaidi duniani? Hapana. Sababu tusiangalie mradi kwenye upande kwa sababu mafuta bei imepanda ndio tuhame kwenye umeme tu, hapana. Umeme ina faida nyingi kwa sababu kipato cha dereva mwishoni kinaongezeka. Maintenance au vitu kusemeka kwenye chombo cha umeme kama kwetu ni vichache sana, vipengele vichache kuliko vyombo vya mafuta. Cha tatu pia haichukui muda kuchaji, kwa sababu hii hapa kuchaji pia inachukua labda saa 1.5 kama una 50% au kama ukina 20% inachukua masaa 2.5 ambao ni sio muda mwingi. Na maana hata muda ukiwa unakula lunch pia umetulia, unakula upepo pia unapaki sehemu yote ambayo kuna socket cha umeme kawaida, unapaki chombo chako, unachaji bajaji, mambo yanaendelea kabisa. Yani hapa tukipachikia hapa toka socket ya nyumba ya kawaida inakaa vizuri tu, haisumbui. Angalia specifications za hii chombo, tulipiga mahesabu zake, inachukua unit
6 mpaka 7 ambayo ni shilingi 2,800 hadi 3,100 kujaza chombo ikiwa kama iko sifuri kabisa, ambayo ukipata kilomita 100 kwa shilingi 3,000 unaona kwangu hii faida. Umeona? Cha pili, kuchaji haichukui masaa mengi, masaa 2.5 tu. Na sasa hivi teknolojia inapoboreka, kwa chaji ambazo zinatokea mbeleni ambazo haichukui hata muda masaa 2, zinachukua saa 1, nusu saa pia. So ni vizuri kwanza tuwe na mwitikio ya kuhakikisha vijana kwanza wanapokea mradi kama hii, wanaitekeleza. Tanga ni mkoa ambao miradi kama hizi zina manufaa sana. Korogwe pia ni mfano pia, ambapo hawatumii pale magari pia sana, wanatumia bajaji pia. Sasa changamoto tu ile kifedha inasumbua vijana wa Tanga. Tutoe hiyo changamoto, nahisi hata watu wengi watakuwa wanachukua hizi bajaji. Dar es Salaam, I think kampuni na sisi tunafanya nao kazi ya hizi bajaji pia wana zaidi ya 250. Bajaji hizi zinashiriki vipi kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira? Kwa mfano hii, kwa sababu ukitumia mafuta unaacha moshi. Moshi pia inakuwa inaharibu global warming. Hiki hapa kwa mfano, hii hapa haitoi moshi wala haina athari kwa mazingira yote. So ni electric, ni kimya pia, haina kelele. Ndo ni faida na hasara. Sababu gani? Watu hawakusikii barabarani. Watu wengi wanatania hizi ni vyombo vya wezi kwa sababu zikiwa kimya sana, ambayo ni jambo la kuchekesha, lakini kwa sisi tunaenjoy. Sababu gani? Tunapita na hatujulikani, sababu watu hatusikii. Na watu wanashangaa sana, sababu sio jambo la kawaida kuna vyombo kama hivi Tanga. Watu wamezoea labda skuta zile za umeme ambazo zinatoka China, lakini hii hapa ambayo imeungwa Tanzania ni jambo la fahari sana kwa sisi hapa. Na lengo letu sisi hapa tuwe na uwezo wa kuizalisha pia baada ya miaka 5 hapa Tanzania pia ndio lengo. Sasa hivi tumedesign kila kitu hapa Tanzania na zinawekwa China kwa ajili ya manufacturing, alafu zinakuja kama kwenye vipande vinaungwa hapa Tanzania. Lakini lengo letu sisi tunataka hata tuwe tunaizalisha kila kitu kuanzia mwanzo mpaka mwisho hapa Tanzania, ndio lengo letu. Inachukua muda gani hadi kuunda bajaji ambayo itakuwa imekamilika na kukidhi soko la wateja? Sasa hii hapa tukiwa na mafundi hata 3 au 4, inachukua masaa 1.5 masaa 2 tayari shaunga bajaji nzima. So kama kwa sababu tukiwa na vijana wetu pia ambao walisoma pia kutoka VETA, na tukiwa na muda pia, I think kwa siku tunaweza kuunga hata 10 pia kirahisi kwa 10 inawezekana pia. Nini wito wako kwa vijana kuchangamkia fursa hii ambayo mmeitoa kwa jiji la Tanga na mkoa wa Tanga kwa ujumla juu ya kutoa mafunzo ya uundaji wa bajaji bure kabisa bila gharama zozote? Mimi ningewashauri bana, fursa zimekuja Tanga, alafu kwanza masomo havina gharama. Masomo yetu ni bure. Unajua cha kwanza. Cha pili, hata kuja kusoma kwenye taasisi yetu hapa, masomo yetu ni bure. Hakuna gharama yote. Na masomo kama haya ukienda mikoa mingine lazima ugharamie. Alafu gharama sio ndogo. Tunashauri wapokee hizi fursa kwa mikono miwili, wajitoleze ya kutosha, na tuungane mkono tuhakikishe bana Tanga inakuwa Tanga ya mkoa wa vijana. Naongoza vijana pia, natekeleza na vijana, ndio lengo letu sisi hapa.